Aisha, hata hivyo ukija kuangalia taifa la Angola, ile taifa la Angola lilisimama kama vile ni mpatanishi katika mgogoro huu wa vita ambao unaendelea kati ya kundi la M23 pamoja na taifa la Kongo. Angola ya kusimama katika upande wowote, kusimama katika upande wa Kongo na wala kusimama katika upande wa kundi la M23 na wala kusimama katika upande wa Rwanda. Yeye alikaa katikati akiwa ni muunganishi wa kuweza kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya kundi la M23 pamoja na taifa la Kongo. Lakini kwa jana baada ya taarifa sasa kutoka kwamba Angola yeye kaamua sasa akae pembeni na akiruhusu baadhi ya mataifa kuweza kuchukua hiyo nafasi ya kuwa mpatanishi kati ya taifa la Kongo pamoja na taifa la Rwanda pamoja na kikundi hiki cha M23 ili kuweza kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea mashariki mwa Kongo. Tukumbuke tu ni kwamba wiki ambayo imeweza kupita Aisha, kuna mkutano ambao uliweza kufanyika kwa pale Angola ambapo ni rais wa Kongo Felix Tshisekedi pamoja na rais wa Rwanda Paul Kagame walianza kukutana pale Rwanda pamoja na rais wa Angola kwa ajili ya kuweza kuzungumzia sasa huu mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya kundi la M23 pamoja na taifa la Kongo. Lakini katika mazungumzo yao waliweza kuongea, inaonekana bado hawajaweza kufikia muafaka zaidi kwa ajili ya kuweza kuondoa mgogoro huu wa vita ambao unaendelea. Na sitafahamu inakuja zaidi ni baada kuonekana sasa mgogoro wa kivita ambao unaendelea sasa hivi kati ya kundi la M23 pamoja na taifa la Kongo, na ambapo Rwanda anahusishwa ndani, isije ikawa baadaye kukaa kuna mgogoro wa kikanda ukaweza kutokea upande wa Afrika Mashariki na upande wa SADC. Na hata hivyo ukija kuangalia kuna mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea kati ya viongozi wa Afrika Mashariki na viongozi wa SADC. Lakini hapo tukumbuke kuna mataifa yapo upande wa Afrika Mashariki na tena bado wapo upande wa SADC. Mfano mzuri taifa letu Tanzania. Tupo upande wa SADC lakini vile vile tupo upande wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo wanakaa kuzungumza ili kuweza kuondoa sasa mgogoro wa vita ambao unaendelea. Kwa sababu ukija kuangalia hata mikutano ambayo imeweza kufanyika, nazungumzia mkutano ambao umefanyika hapa Tanzania ambapo ilikuwa ni mkutano wa siku 2, lakini hata hivyo kuna mkutano ambao umefanyika katika taifa la Ethiopia kwa pale Addis Ababa ambapo wa Ethiopia ndio ulikuwa ni mkutano mkubwa zaidi kwa sababu ulikuwa ni mkutano ambao uliweza kukutanisha Umoja wa Afrika kwa pamoja kukaa sasa kuweza kuzungumza mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya M23 pamoja na Kongo, lakini vile vile Rwanda naye kuweza kuhusishwa ndani kuweza kuondoa mgogoro wa kivita. Lakini hata hivyo kuna mkutano mwingine tena ulifanyika katika taifa la Angola ili kuanza tu kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea. Na hofu zaidi ipo sije kaa mgogoro ukaja kuleta ukaibua sasa migogoro ya kikanda. Baadhi ya mataifa sasa kuanza kugawanyika. Na tukumbuke tu kwamba mataifa yakiweza kugawanyika inakuwa ni changamoto. Lakini nakuja kuangalia kuna watu huwa wanazungumza, inawezekana labda upande wa Afrika Mashariki na labda upande wa SADC inawezekana ikawa wameweza kushindwa. Hii ni mitazamo ya watu tofauti tofauti. Kwa sababu ukija kuangalia mpaka rais wa Kongo Felix Tshisekedi kusema kwamba yeye yupo tayari kuandaa mikataba ili tu kwamba makampuni ya Marekani iweze kuchimba madini katika ardhi ya Kongo ili mradi tu kwamba Marekani iweze kusaidia huu mgogoro wa vita ambao unaendelea kuweza kutamatika. Mpaka rais wa Kongo anafikia hatua hiyo, ina maana upande wa Afrika Mashariki, upande wa SADC na hata Umoja wa Afrika inawezekana ikawa wameshindwa kwa mitazamo ya baadhi ya watu, kwa sababu mpaka yeye kuweza kuchukua hatua kama hiyo, vipi kusana na Umoja wa Afrika walivyokuwa kuweza kuzungumza kuondoa migogoro ya vita ambayo inaendelea. Na shaka zaidi inakuja ni baada pale sasa Angola yeye kusema mimi naomba sasa hivi nikae pembeni ili sakata ambayo linaendelea apatikanike sasa mpatanishi mwingine aje aanze kuzungumza na Kongo, aanze kuzungumza na Rwanda, lakini aanze kuzungumza na M23 ili kuweza kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea. Na hata hivyo rais wa Rwanda Paul Kagame bado anaendelea kumtupia lawama rais wa Kongo Felix Tshisekedi akisema kwamba yeye ndio inabidi akae na kundi la M23 kuweza kuondoa mgogoro huu wa vita. Lakini ukija kuangalia upande wa pili, rais wa Kongo Felix Tshisekedi yeye hataki kukaa kwa pamoja kuweza kuondoa mgogoro wa vita kati yake yeye pamoja na M23. Kwa sababu gani yeye hataki Aisha? Yeye anaamini kwamba M23 inashirikiana na Rwanda. Kwa hiyo yeye anataka akazungumze na Rwanda ili Rwanda sasa yeye ndio aenda kaambia M23 waache kufanya mashambulizi katika taifa la Kongo. Na tukumbuke M23 wanazidi kusonga mbele siku hadi siku. Wamekamata Goma,
wamekamata Bukavu na sasa wamekamata mji mwingine tena ambao unapatikana mashariki mwa Kongo. Hii inakuwa ni inaita mashaka zaidi. Ndio maana unaona kuna baadhi ya raia wanakimbilia katika baadhi ya mataifa ikiwemo Burundi pamoja na Angola. Na mpaka Angola kukaa pembeni kaona kabisa kwamba hapa hata kwamba niongee nao vipi, bado mgogoro wa vita utaendelea. Kama tu kwamba ambao shirika la afya duniani WHO waliweza kutoa ripoti ndani ya wiki moja ambapo zaidi ya watu 900 wameweza kupoteza maisha na majeruhi zaidi ya 290. Je, vipi kuhusiana ripoti ikiweza kutoka tena nyingine kuhusiana kuanzia mwezi wa kwanza mpaka na mwezi wa pili? Hali halisi itakuwaje katika taifa hilo la Kongo? Mtazamaji wa Rabis TV, sisi